Shughuli za diaspora kwa upande wa Zanzibar zilipata kasi baada ya kuundwa kwa kitengo maalum kinachoshughulikia na kuratibu shughuli za Wazanzibari wanaoishi nchi za nje mwishoni mwa mwaka 2010. Kitafsiri, diaspora ni watu waliotawanyika nje ya mipaka ya nchi zao ambao huishi na kufanya kazi katika nchi nyingine, lakini huwa na hisia na nchi zao au maeneo waliokuwa wakiishi. Nchi nyingi duniani zimekuwa zikilipa umuhimu mkubwa suala la diaspora na kuwatambua diaspora wao kuwa ni wadau muhimu katika maendeleo ya sekta mbalimbali katika nchi hizo. Umoja wa Afrika AU katika kikao chake kilichofanyika Addis Ababa, Ethiopia katika mwezi Mei mwaka 2003 uliwatambua Waafrika wanaoishi nje ya bara la Afrika kuwa ni wadau muhimu katika maendeleo ya bara la Afrika, na mkutano huu ndio ulikuwa chimbuko kwa viongozi wengi wa Afrika kuunda idara, wizara au vitengo vinavyoshughulikia mambo ya diaspora. Mara baada ya kuundwa kwa kitengo cha diaspora katika ofisi ya Rais na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, juhudi za makusudi zilichukuliwa na idara ya ushirikiano wa kimataifa na uratibu wa Wazanzibari wanaoishi nchi za nje kuwatafuta na kuwashajiisha Wazanzibari hao kuwekeza, kuchangia pamoja na kutumia taaluma na uzoefu wao katika maendeleo ya sekta mbalimbali hapa Zanzibar. Katika kuitikia wito wa serikali yao, baadhi ya Wazanzibari hao wameanza kuchangia na kuwekeza katika sekta za elimu na afya. Kwa upande wa Unguja, Wazanzibari wanaoishi Canada kupitia jumuiya ya Zanzibar Health Foundation wameifanyia matengenezo makubwa skuli ya msingi ya Unguja Ukuu. Vilevile Wazanzibari hao walitoa misaada ya vifaa vya matibabu ya meno katika hospitali ya Cottage ya Makunduchi, ambapo wananchi wa Makunduchi na maeneo ya jirani wanafaidika na huduma hiyo. Wazanzibari wanaoishi Uingereza kupitia jumuiya ya Zawa na walichangia katika hospitali ya jimbo la Kwamtipura, ambapo wananchi wa jimbo la Kwamtipura na maeneo ya jirani wanafaidika na msaada huo. Kituo hichi cha afya cha Kwamtipura kimejengwa kwa nguvu za wananchi wenyewe na kikafunguliwa na Mheshimiwa Amani Karume katika mwaka 2005. Lakini kituo hichi sasa hivi kimekuwa kizuri, nitasema kimepanda daraja na tumepokea misaada kutoka kwa ndugu zetu wa Zanzibari ambao wanaishi Uingereza. Na zamani tulikuwa tukifanya kazi, kwa kweli tulikuwa kwenye mazingira magumu kwa sababu tulikuwa hata hicho kitu unachokalia hata ukitoka mgongo unauma, lakini si haba, alhamdulillah tunashukuru. Sasa hivi mgonjwa akija anaburudika, anakaa kwenye kiti na mie si haba, alhamdulillah. Na vifaa vingine viko juu na wagonjwa tunalaza. Kuna kitengo cha macho pia kimekuja hapa. Tuna vifaa kama vinavyoonekana mbele, kuna vifaa ambavyo vimechangiwa kutoka na Jamhuri ya Watu wa China na kuna vingine vimechangiwa na wazalendo wa Zanzibari ambao wako nje. Kwa upande wa Pemba, Wazanzibari wanaoishi nchi za nje hawakusita kuchangia katika sekta za elimu na afya. Kwa upande wa sekta ya elimu, skuli ya Kwale, skuli ya Ziwani Miti Ulaya na Shenge Juu nazo zimepokea msaada vifaa mbalimbali ikiwemo meza, viti, kompyuta na vyarahani. Kwa upande wa sekta ya afya, Wazanzibari hao walitoa msaada katika hospitali ya Chake Chake.
Misaada hiyo ilihusisha mashine za kuchunguza mapigo ya moyo, vifaa vya kuwekea drips, vitanda pamoja na dawa. Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wale vijana ambao wako nje ya nchi yetu na ambao wana moyo wa kusaidia jamii katika nchi yao ambayo wametoka. Na katika kusema hilo hapa, ningependa kumshukuru ndugu yetu Bomahize Ziadi pamoja na ndugu Hassan ambao wao wako Uingereza wakishirikiana na wenzetu wa Uingereza walioko kule katika Isles of Man, kisiwa kile kilioko Uingereza, kwa bidii yao ambayo wameweza kufanya bidii mbalimbali hadi tukafikia katika hatua hii ambayo wameweza kutusaidia katika hospitali yetu ya Chake Chake kupata vitanda vya wagonjwa, kupata magodoro ya wagonjwa na kupata baadhi ya dawa ambazo zilikuwa zinahitajika sana katika hospitali yetu. Kitu ambacho pia ni kikubwa sana ambacho wametusaidia ni hizi cardiac monitors ambazo zilikuwa ni, kwa kusema la ukweli, ni shida kidogo katika hospitali yetu, lakini sasa hivi wameweza kutusaidia. Na baada ya kuzungumza na Daktari Dhamana wa Chake Hospitali, ameona kwamba vitu hivi kweli vimesaidia, na tunachukua fursa hii kuwataka waendelee kufanya ushirikiano huo ili kwa kuweza kusaidia jamii yetu tuweze na sisi kusonga mbele na kuboresha maisha yetu. Aidha, katika kujipanga vizuri kutekeleza majukumu yake, Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Zanzibari wanaoishi nchi za nje kwa mashirikiano na wadau wengine wa diaspora, wakiwemo Benki ya Watu wa Zanzibar, ZIPA, Mfuko wa Hifadhi ya Jamii ZSSF, Shirika la Bima na sekta binafsi, waliandaa safari katika nchi za Oman, Dubai, Uingereza na Marekani kwa ajili ya kuonana ana kwa ana na Wazanzibari wanaoishi na kufanya kazi katika maeneo hayo. Zaidi ya hayo, idara iliandaa safari ya kimafunzo nchini Ethiopia kwa ajili ya kupata uzoefu wa nchi hiyo katika shughuli za diaspora. Moja katika mambo iliyojifunza ni kwamba sera ni jambo la msingi katika kushughulikia shughuli za diaspora. Kwa kuzingatia jambo hili, Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Zanzibari wanaoishi nchi za nje tayari imeanza mchakato wa utayarishaji wa sera ya diaspora, kama anavyoelezea Katibu Mkuu. Wakati tunaadhimisha miaka 50 ya mapinduzi ya Zanzibar, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeweka mpango mahsusi ya kuhakikisha Wazanzibari wanaoishi nje ya nchi wanapata fursa ya kuchangia maendeleo ya Zanzibar. Kwa msingi huu, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inatayarisha sera ya diaspora. Katika utayarishaji wa sera hii, tayari tumepokea maoni ya Wazanzibari wanaoishi nje ya nchi kuhusu mambo mbalimbali wanayoyahusu. Tunatarajia sera hii itakamilika katika kipindi cha mwaka huu wa fedha 2013-2014. Miongoni mwa mambo muhimu yatakayokuwemo ndani ya sera ni pamoja na kuweka mikakati itakayorahisisha uingiaji na utokaji wa wana diaspora, utaratibu bora wa kutuma na kupokea fedha wenye unafuu, kuweka mazingira bora ya uwekezaji kwa wana diaspora. Tunategemea sera hii itakuwa rafiki, yenye kuzingatia maslahi ya kila mmoja wetu. Kwa ujumla, Wazanzibari wanaoishi nchi za nje wana mchango mkubwa katika ustawi wa jamii na uchumi wa Zanzibar. Kaya nyingi Unguja na Pemba huwa zinapokea misaada ya kifedha kutoka nchi za nje, kama anavyoelezea mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Watu wa Zanzibar. Kwanza kabisa napenda kujulisheni kwamba bali na World Remit, PBZ vile vile inatoa huduma nyingine nyingi ambazo wenzetu waliokuweko ughaibuni wanaweza kuzitumia. Miongoni mwa product hizo ni Western Union, ambayo katika tawi lolote la PBZ mtu anaweza kutuma na vile vile anaweza kupokea kutoka sehemu yote ulimwenguni. Lakini vile vile kuna njia nyingine ambayo inaitwa SWIFT. Hii ni Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Huu ni mfumo maalum kabisa ambao unatumika kwa utumaji wa fedha popote pale duniani.
na mfumo huu ni wa haraka na usalama na unakwenda kwa haraka sana. Kwa hiyo katika mfumo huu pesa mara nyingi kwa wafanyabiashara huwa wanatumia mfumo huu, lakini kwa ndugu zetu ambao wako ughaibuni, wao kuna mfumo huu mwingine ambao umeutaja wa World Remit. Huu ni mfumo kwa kiasi kikubwa sana unawasaidia ndugu zetu, kwa sababu kwanza gharama zake ni nafuu kabisa, lakini pili ni wa haraka na wa usalama kabisa. Na PBZ ilikuja na idea hii ya kuanzisha mfumo huu kwa sababu kwa kipindi kirefu sana tumekuwa tukipokea malalamiko mengi sana kutoka kwa ndugu zetu ambao wako ughaibuni kwamba wanafanya kazi ngumu wakati mwingine, lakini kile wanachokipata wakitaka kuwatumia ndugu zao huwa wanagharimika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu PBZ tulitafuta partners mbalimbali duniani. Kwa hiyo tukawapata hawa watu wa Remit ambao wao makao makuu yao ya Uingereza. Kwa hiyo tumekubaliana na kwa kushirikiana na wao ndio kuna mtandao huu ambao unatumika sasa hivi katika utumaji wa pesa. Mtandao huu tumeuanza Februari mwaka huu, na mpaka hivi sasa hivi tunapozungumza ni kwamba tayari ndugu zetu wanaoishi nje washatuma milioni 591 au zaidi ya milioni 591 kuanzia Februari mpaka sasa hivi, na kima kimekuwa kinazidi ukitazama kila mwezi kima kinapanda juu zaidi, na kwa mwezi wa Novemba peke yake milioni 95 zimetumwa kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kwa hiyo ndugu zetu wa Canada, ndugu zetu wa Uingereza, ndugu zetu wa Scandinavia country kama Denmark, Sweden na wengine, na vile hivi karibuni tumeanza kwa upande wa Middle East. Kwa hiyo wanatumia mtandao huu na kwa kweli unawasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Wadau wengine wa diaspora nao wamelipokea vyema swala hili na wamo katika mchakato wa kuwajengea mazingira bora diaspora wa Zanzibar ili waweze kushiriki kikamilifu katika kuiletea maendeleo Zanzibar, kama anavyoelezea katibu wa shirika la bima Bi Safia Hija Abrasi. Shirika letu la bima la Zanzibar limeanzishwa mwaka 1969 ambapo kwa sasa takribani tuna miaka 44 ya kutoa huduma za bima. Huduma zetu tunatoa Zanzibar, lakini na Tanzania kwa ujumla. Tuna mikoa tunatoa huduma Zanzibar, yani Unguja, Pemba. Tunatoa huduma zetu Tanzania bara. Tuna ofisi Dar es Salaam katika mtaa wa Lumumba. Tuna ofisi Mwanza, Arusha, Mbeya, Dodoma, pamoja na hivi karibuni tumeanzisha Mtwara. Huduma zetu tunatoa bima za aina mbalimbali na tunatoa huduma za bima kwa njia za kisasa zaidi. Katika kuwashajihisha wananchi, huduma zetu tunazitoa kwa njia za kisasa lakini na rahisi zaidi, hasa wakati ambapo tunamhudumia mteja, lakini vile na wakati ambapo wanapatwa na hayo majanga. Na kwa upande wa diaspora tunatoa huduma zetu kama tunavyojua kwamba wenzetu ambao walikuwa nje ya nchi wanapata hizi huduma, tunasema kwa njia zile za kisasa. Kwa hiyo na shirika letu tumejikita katika kutoa huduma hizo za kisasa ili ziweze kuwafaa na hao ambao wako nje ya nchi, na ule wakati ambao wanakuwepo hapa au wanapowekea mali zao ambazo ziko hapa kwetu. Kwa hiyo huduma zetu tunajaribu zaidi kuenda sambamba na yale mazingira ambayo wako huko. Lakini vile katika kuona kwamba hizi huduma zinahitajika na watu wengi na zinategemea pia na mazingira mtu alio, lakini vile shirika la bima la Zanzibar linatarajia kuanzisha huduma ya bima ya Kiislamu. Tunasema huduma tunaita takafu. Kama tunavyoona taasisi nyingi za benki sasa hivi zinatoa huduma hizo ambazo zinaenda
zinaendana kwa mujibu ya matakwa ya wananchi. Kama tunavyojua mazingira yetu, kwa hiyo huduma hii imewavutia sana. Tunaona kwamba watu wengi wamevutika na huduma hizi za benki ya Kiislamu, lakini vile vile na shirika letu sasa linataka kuanzisha huduma hii ya bima ya Kiislamu Takaful ili iende sambamba na matakwa ya wateja wetu ambao walio wengi. Na huduma hii tunatarajia kwamba kwa upande wa diaspora itawavutia zaidi, kwa sababu ni huduma ambayo inaendana na mila na desturi zetu za Kizanzibari. Kwa upande wa ZSSF, tukiwa kama ni miongoni mwa wajumbe wa kamati ya diaspora ya Zanzibar ambayo iko chini ya idara inayoshughulika na masuala ya uhusiano wa kimataifa na masuala ya diaspora, tuna huduma au tuna products tunasema ambazo tumeziandaa kwa ajili ya diaspora, na tukiwa hasa tunatokea katika idara ya mipango, uwekezaji na utafiti, ambayo kwa pale ZSSF ndio ina wajibu kubwa wa kuangalia tunaandaa vitu vya kuweza wenzetu wa diaspora nao kuweza kunufaika, sababu bado ni Wazanzibari, bado ni Watanzania ambao nao wana haki ya kuweza kupata fursa ambazo wenzao ndani wanazipata, lakini vile vile wana jukumu la kuweza kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo kwa ZSSF ni mambo mawili. La mwanzo, katika tafiti zetu tumebaini kwamba wana diaspora wengi huwa wanaleta fedha kwa ndugu zao waweza kuwajengea nyumba, lakini bahati mbaya wengi huwa wanaishia katika mazingira ambayo kweli hayapendezi, kwa maana hawapati nyumba na fedha zao mara nyingi huwa zinakuwa zinatoweka. Sasa katika hilo ZSSF ikaona basi iko haja katika miradi yake ambayo inaendelea nayo, hasa katika mradi mpya ambao tumeanza nao kwa mwaka huu, mradi wa Mbweni ambao sasa hivi tayari tuko consultant pale na tumesha jaribu kuandaa michoro ya awali. Na fursa ya mwanzo aliipata diaspora wa Seattle nchini Marekani, ambao bahati nzuri ZSSF ilishiriki kwa mwaliko wa Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, na tulipata nafasi ya kuweza kuonyesha wenzetu wa diaspora wa Marekani na Tanzania wanaishi kule kuona nyumba za aina gani ambazo ZSSF inakusudia kuzijenga. La kufurahisha zaidi ni kwamba viongozi wetu wakuu wa nchi huwa wanakutana na kufanya mazungumzo na diaspora kila wanapotembelea nchi za nje. Huu kutaka katiba mpya umeanza zamani, lakini tumeanza kutekeleza mwaka jana baada ya kuona wakati mzuri umefika. Kwa hivyo kwanza, swali lenyewe halikuwa la kushtukiza wala si swala tuliloshinikizwa. Swala la kupima, serikali tumepima na kusema hebu twende tuandae katiba mpya. Maana mazungumzo yalikuwa kama katiba hii imeandaliwa kati ya chama kimoja, kwa maudhui yenyewe ya katiba kama vile ya chama kimoja. Watu wangependa waone maudhui na kwamba wakati wa vingi siasa ndio hoja yenyewe. Kwa hiyo tukasema vizuri tutengeneze utaratibu wa kuandaa katiba hii